Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, na kuomba Mungu mwenye rehema na mwenye mamlaka, utawale kipindi hiki cha neno, uonyeshe ukuu wako na mamlaka yako ya mbinguni, na Roho wako aliye mtakatifu atamalaki na kutawala katika jina la Yesu, na kuharibu kazi yote ya Shetani na majini, na ishindwe katika jina la Yesu. Nguvu za giza zote shindwe katika jina la Yesu. Matabao yote ya wachawi na waganga yanayopinga neno shindwe katika jina la Yesu. Baba, tamalaki na utawale. Unitumie Mungu wa uzima, kwa maana mimi ni chombo. Uimitiwe na inuliwe milele. Bori tarabosika Yesu ribagan tarabosaya. Naomba Baba tamalaki mwanzo wa neno hili na mwisho wa neno hili, liwe la baraka kwa wengi waliofungwa wapata kufunguliwa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibisha wote kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 9. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Maandiko yanasema, ikawa Sulemani alipokwisha kujenga nyumba yake na nyumba ya Bwana, na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliyokuwa moyoni mwake, Sulemani naye akataka kuyafanya. Basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibeoni. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizozitoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyoijenga ili niweke jina langu humo mbele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwepo hapo siku zote. Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa hadiri, kufanya hayo yote niliyo kuamuru, na kusisika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakapo kifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele, kama nilivyo mwahidia Daudi baba yako, nikisema, utakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli. Bali mukigahiri mukaacha kunifuata, ninyi na watoto wenu, musisike sheria zangu na amri zangu nilizoweka mbele yenu, tena mukienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, basi nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu. Nitaitupilia mbali na macho yangu, na Israeli watakuwa methali na neno la tusi katika mataifa yote. Na ichapokuwa nyumba hii imetukuka namna hii, lakini kila apitaye atastuka na kuisomea, nao watasema, kwa nini Bwana ameitenda nchi? Bwana ameitenda hii na hii nyumba na hii mambo haya. Na watu watajibu, kwa sababu walimuacha Bwana Mungu wao aliyewatoa baba zao katika nchi ya Misri, wakasikamana na miungu mingine na kuiabudu na kuitumikia. Basi ndivyo sababu Bwana ameleta mabaya haya yote juu yao. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Swali ningependa ujiulize, kwa nini Sulemani maandiko yanasema alionekaniwa mara ya pili? Huyu Sulemani, kwa nini alionekaniwa? Bwana apewe sifa. Ukirudi nyuma usome
Maandiko inasema 8 mwisho, utasoma 69 inasema mfalme Suleiman alienda akamtolea Mungu. Na alipomtolea Mungu, yeye alitoa kwa ajili ya nyumba ile alichenga, ili nguvu ya Mungu itawale mahali pale, ili Mungu aonekane siku zote mahali pale. Na Biblia inasema alifanya sherehe kubwa. Bwana apewe sifa. Alifanya sherehe kubwa na Waisraeli, na wakamuaga, wakamwambia mfalme, wakamuombea baraka, na wakasema abarikiwe. Wakaenda. Walipoenda, kwa sababu ile ibada ilikuwa takatifu, maandiko inasema Mungu akamtokea, akamuona Suleiman, akamtokea kama vile alipomtokea kule Gibeoni mara ya pili, na akamwambia, kama utasika sheria zangu na amri zangu niliyoweka mbele zako, kama vile nilivyomwahidi baba yako Daudi, kiti chako nitakifanya kiwe imara. Tupe Yesu makofi. Kwa hivyo Mungu akamwahidi baada ya kumtolea ibada iliyo takatifu. Bwana naye akamtokea akamwahidi ya kwamba nitasimama pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Nitasimama pamoja na wewe. Hata kama watainuka maadui, hata kama nchi itabadilika, kama Mungu ameahidi, ameahidi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akamwambia vizuri, kama hamtageuka nyinyi kama Waisraeli, nenda uwaambie nitatembea pamoja na nyinyi na hamtatingizwa. Kwa hivyo Mungu akamwahidi Suleiman, na akamwambia, kwa kiti chako cha ufalme sitakubali utingizwe kama utageuka. Hebu niulizie mwenzako, ukibarikiwa utageuka? Si umuulize vizuri kama amelala muamuse. Mwambie tunajua saa hii wewe ni mzuri, una mambo mengi, hata una behave kama pastor. Lakini swali, si tunaendelea kuelezana, muulize lakini swali, ukibarikiwa utageuka ama utamwamini Mungu? Bwana asifiwe. Bwana inuliwe. Tupe Yesu makofi. Mungu akamwambia Suleiman, kama vile niliwatoa kule Misri baba zenu, na nyinyi mnakulia ile baraka ya baba yenu, msigeuke. Msifanya nini? Msigeuke. Hiyo ujumbe ilitoka kwa sababu gani? Alimtolea Mungu. Mungu akasuka chini. Bwana apewe sifa. Unajua kipindi kingine wachungaji tunapohubiri mambo ya matoleo, wengine wanafikiria tofauti, lakini ni neno. Ambia mwenzako ni neno. Penda kutoa kama utoangi, ndio Mungu aonekane na akupiganie. Huyu dada nimeombea hapa, si nimeambiwa alikuwa anatapika hapa nyuma, ni mgonjwa, muombe aende nyumbani. Nikasema aende nyumbani, wacha akuje tuombe tuone hiyo pepo inasema aende nyumbani. Utoke hapa uende nyumbani na Mungu wako hai. Mnaonaje? Si pepo imeongea na imetii? Kwa maana peke yetu. Hatuko peke yetu. Yesu aliyeshinda kifo na mauti yuko pamoja na sisi. Na anasema ukimwamini hata wewe atakushindania. Ile mitego Shetani ametega mbele yote itafunjika katika jina la Yesu. Hata wale wanaona kama utasomesa watoto, Mungu atafungua mlango mwingine na utasomesa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo yeye aliambiwa nenda uongee. Mungu aliposuka hakuongea na Waisraeli. Aliongea na Suleiman na akamwambia, kama vile nilimwahidi baba yako nikamwambia katika nyumba yako nitahitaji mtawala. Ndio sasa anaitwa nani? Suleiman. Kwa hivyo kuna wengine wanakulia baraka ya baba yao kwa sababu aliweka msingi mzuri. Sijui wewe kama mzazi leo umeweka msingi gani kwa watoto wako na kwa familia yako? Siku ile utaondoka watasema anafanana
na baba yake, ama anafanana na mama yake, lakini hafanani kwa ubaya, anafanana kwa uzuri. Bwana asifiwe. Kuna wengine hata akipita mahali na wazazi pengine walikufa kitambo, lakini baba yake alipitia hiyo ofisi ama mahali fulani, nasemekana tunakuona wewe unafanana na fulani. Baba yako alikuwa hapa zamani, aliacha jina nzuri, uko na kazi. Unaandikwa kwa neema ya baba yako kwa sababu msingi ni mzuri. Kuna wengine wanaandikwa kwa sababu ya hii neema. Hii hapa hii. Siwaambie mwenzako hii neema. Yaani ukionekana mahali hivi unaitwa. Lakini kama hii neema itakubali wewe, ukionekana mahali, hata mchainisi anasema funga gate, cement inaweza ipiwa. Maana neema itakukubali. Bwana asifiwe. Unasikia mchena anakoroga anasema, can you cross the gate quickly? Wakora wako around. Na wewe si mkora. Msingi mbaya. Lakini yeye Suleiman ako na msingi wa baba yake anaitwa nani? David. Msingi mzuri. Wewe una msingi gani? Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Unulizie mwenzako wewe uko na msingi gani? Bwana apewe sifa. Aliposuka hakuongea na wote. Bwana asifiwe. Mungu aliposuka aliongea na yule aliyetoa sadaka ya hatia, ya amani, ili kuwe na amani kusiwe na vita. Na akaomba, Mungu akasuka akasema, nimesikia maombi yako, nimeona matoleo yako, sasa nimesuka nikunene. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo katika maandiko haya, yeye akamwambia ya kwamba waambie Waisraeli wasigeuke. Uliza mwenzako, Mungu alikutoa Misri gani? Kuna wengine walitolewa ya uchawi, wengine ya ulevi, wengine ya uganga. Sote hizo tunaita Misri. Haleluya. Kwa hivyo wakaambiwa wasigeuke warudi Misri tena. Bwana apewe sifa. Na kwa nini Suleiman aliambiwa kiti yako ukilinda imani, ulinde sheria, ulinde amri, nitakifanya kitakuwa imara. Mwambie mwenzako Mungu akusaidie. Kazi yako ikuwe imara. Wakikupiga vita, wajipige wenyewe. Si mwambie vizuri. Uchamwambia vizuri. Mwambie wakikupiga vita, uko kazini, wajipige wenyewe. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tukiomba hapo utakuwa na msingi mzuri. Utatembea vizuri. Utaona neema ya Mungu. Utatambuliwa mbele. Na hii neema itakutosa. Lakini ukikataa, maandiko imesema hivi, mahali ambao utaenda utakataliwa. Maandiko imesema utakuwa mtu wa kutukanwa, mtu wa matusi, utaachiriwa, Mungu atasahau na wewe. Maandiko imesema watu wakikuona watauliza, hapo zamani alikuwa mbarikiwa, ni nini lifanyika? Watu wataulizana. Maandiko imesema watu wataulizana, na watu watajibu, watasema hawa ni wale waliyetolewa katika Misri ya mateso. Walipofika Kanani, walipokunywa maziwa na asali, walimsahau Mungu. Kwa hivyo Mungu aliwasahau na yeye. Alitoa mkono wake juu ya, ndio maana wanateseka. Umenielewa? Kwa hivyo maandiko imesema itakuwa ni matukano, itakuwa ni kutarauliwa, itakuwa ni matusi, itakuwa kila mahali ni kukataliwa. Hata ukijipaka mafuta isikingo inakukataa. Hata iwe Faron, hata iwe hii ya wakubwa. Nisikia mama mwingine akombleli ati bwana yake anajipaka mafuta mengine 1500. Airewi. Kwa nini ni bei kali na yeye anajipaka uso peke yake? Ya mzee. Wazee 1500. Kupaka uso peke yake inafukuza uzee.
hiyo unaweza jipaka na ukae kama hujajipaka mafuta. Mungu anapokukataa. Bwana apewe sifa. Na Mungu mwenyewe akitoa mkono hivi, utajua ujui. Kila mtu akikuona atasema, huyu hapa zamani alikuwa na mali, alikuwa ameokoka, lakini Mungu alimsahau. Nyumba hiyo, nyumba ilisaulika, iliwachwa. Lakini naomba leo hii Mungu akusaidie na wewe uwe na msingi kama wa nyumba ya Daudi, kama wa nyumba ya Suleiman. Wakati wengine wanainuliwa, wanabarikiwa, na wewe uhesabiwe hapo. Bwana apewe sifa. Lakini maandiko yamesema vizuri, Suleiman kuna kitu alifanya ndiye akumbukwe. Bwana apewe sifa. Yeye alijenga nyumba. Mtu mmoja anayeitwa Suleiman alijenga kanisa la nani? La Mungu peke yake. Alipojenga na kumaliza, tena akachua hiyo haitaitwa kanisa bila kutakasa, bila kuitolea ile madhabahu ili ipate power and authority to command. Akaitolea. Ndio Mungu asuke. Si kama unanielewa wewe uliyeokoka. Aliitolea ndio Mungu asuke. Tolea biashara ndio Mungu asuke. Tolea watoto ndio watolewe kwa bangi na pombe. Tolea kazi yako Mungu akukumbuke huko. Bwana apewe sifa. Otherwise kampuni zingine zitafungwa tu. Kwa sababu wale wako huko hata hawaelewi na wameokoka wanasema Bwana asifiwe, na waliahidi uongo wakasema Mungu ukiniokoa. Na zaidi ya uokovu ukinipa kazi, takuwa mwaminifu. Kwa fungo, kwa kusaidia yatima na wachana na maskini. Chunguza mwenzako nikiendelea kupeana ujumbe. Nitakuwa mkarimu wa kusapoti kazi ya Bwana. Hata ninapoangalia hivi unajua kuna watoto hapa waendi shule, sijui kama nyinyi mko na habari. Hawaendi shule kwa sababu hakuna school fees, lakini wako wanaenda. Na uko comfortable tu unatembea. Na wako wanaenda. Na pinguru tunasema tunaenda sote. Sijui kutaendaje. Ama ni uongo? Ama ni uongo? Ama ni uongo? Si wako hapa? Hawaendi shule. Hakuna school fees. Na sio kupenda kwa mzazi. Pesa imekosa. Tutafanya nini? Bwana asifiwe. Biblia imesema vizuri, alipotoa akaonekaniwa. Kiti chake, vile mnaelewa uongozi una maadui wengi. Kila mtu anataka kiti, si ndio? Kanisani mwingine anataka, kwa mataifa wengine wanataka. Hiyo si ni ukweli? Lakini Suleiman akaambiwa maadui watakaposimama hawatakuweza. Sasa wengine wamewezwa kazini kwa sababu walidanganya. Mungu ukinipa nitatoa fungo. Sitakubali mtoto wa jirani alale njaa. Hapana, angalia chini, mimi nasoma neno. Bwana asifiwe. Unajua ukweli unauma. Hiyo ni ukweli. Uliza mwenzako unafanya vile uliahidi? Na fungo la 10 unatoa kamili. Ni maandiko. Ni maandiko. Yeye alipotoa alionekaniwa mara. Ndio unaona wewe ukionekaniwa pengine ni ndoto ya mjana. Na kuonyesha vile gari ya mchanga inamwaga kwale. Inamwaga waste material. Paka unashindwa, ni kubaya, ni vita imeanza. Ni vile ulipitia hapo. Lakini yeye alionekaniwa na akaambiwa na Mungu kwamba maombi yako na dua yako na matoro yako yamefika. Na kiti chako nitakifanya kitakuwa imara. Hautatingizwa. Sasa kuna family zimetingizwa. Kuna biashara imetingizwa. Kuna kazi zimetingizwa kwa sababu walidanganya. Ndio maana maandiko yamesema wao wataonekana ni watu walianza na baraka, lakini wamemaliza bila kitu. Mpaka watu wataulizana kuliendaje? Kwa nini Mungu alitoa watu hawa Misri kwenye mateso, na mbona amewafanya hivi, amewaacha bila kitu? Watu watasema hawa watu walianza kuabudu miungu mingine, Mungu akawaacha. Ukiacha Mungu naye anakuacha.
utembee peke yako. Kama ni Kitui uende salama. Kama ni Tanzania kutafuta dawa uende salama, lakini utachiongeleza. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Ukianza na Mungu, maliza na Mungu. Tembea na yeye usiku na mchana, kubali ya kwamba huyu ndiye aliyeniokoa. Usibadilishwe na mali ya dunia. Ndio maana mhubiri akasema haya yote ni kukimbizana na upepo. Alikuwa amefikiria amefika, lakini akaambiwa usiku wanataka roho yako. Akashindwa hii mali yote nani atapaki nayo? Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye hakulazimisa wale watu watoe wa Israeli. Alitoa na akawaalika kwenye karamu. Na akawaambia, wewe usome hiyo maandiko. Na akawaambia, mahali hapa tunatolea matoleo ni kidogo. Tuchenge nyumba kubwa. Na alipochenga lile nyumba, alikaribisha Roho Mtakatifu atawale kwenye ile madhabahu, na Mungu akasema, yoyote ataomba mahali hapa nitasikia maombi. Bwana apewe sifa. Sasa kwa nyumba yako wengine wamekaribisha waganga. Ndio maana niliwaambia kuna mahali unaweza hisi uhamie ufutwe kazi. Kuna nyumba unaweza hamia hivi ukikanyaga hapo unakimbizwa usiku na ndoto mbaya urali paka unagongwa paka unaona sasa hata hutaki kusima, unauacha tu ikiangalia. Maana hiyo mapepe ikiona mwangaza inaweza kukuajiria, lakini usingizi ukikupeleka kidogo amuka. Ni pipeline. Bwana asifiwe. Angalia uko wapi. Bwana inuliwe. Angalia vizuri uko wapi. Mwambie Bwana, kwa sababu inategemea uko wapi. Na si madhabahu yote ya baraka. Kuna wengine walipitia madhabahu wengine wakaisa, nyota zao zikakanyagiwa mahali pale. Tutaomba leo ili katika jina la Yesu wafunguliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo kulingana na maandiko, Mungu akamwambia Suleiman, uwaambie wakumbuke, wakianza kuabudu miungu mingine, wakiniacha na mimi nitawaacha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo miungu ni nini? Uchawi ni miungu, uganga ni miungu, usherati ni miungu. Ni gani imekupata? Uliza mwenzako. Muulize ni gani imekupata. Wengine walikuwa wazuri kama hawajapata pesa. Sasa ukiwakuta wanapita street nyingine hapa iko karibu na pipeline, wanatembea karibu uchi, na tukisema Bwana asifiwe wanasema amen. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Kwa hivyo hiyo pia ni kuabudu miungu. Hata aombi sana kama samani, anafikiria alifi. Uliza mwenzako umefika? Mwambie safari bado. Mwambie tena safari bado. Mwambie tena safari bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Suleiman alikumbuswa na Mungu msingi wa baba yake. Mungu akamwambia Suleiman kwamba nilimwahidi baba yako nitatoa mfalme katika nyumba ya Daudi na ni wewe Suleiman. Bwana apewe sifa. Angejua hiyo siri kama angetoa. Bwana apewe sifa. Siku moja tukaenda mlimani tukaomba maombi. Wacha hii tukiomba hivi kidogo unachukua kiti unakaa, sio hiyo. Tuliomba ile serious. Bwana asifiwe. Na nikachukua kitu nono. Nikaenda nikatoa. Bwana asifiwe. Na nikaomba na uchungu sana kwa sababu iko mtu alikuwa amenikosea mahali. Nikaomba nikaambia Mungu, unilipisie kisasi. Sikuomba hivi, niliomba serious. Bwana apewe sifa. Sasa usiku nilipotoka mahali pale, sababu niliomba mpaka nikasikia sina nguvu. Bwana apewe sifa. Tukataramuka kwa mlima, kuna kanisa imechengwa chini hapo. Nikaenda nikakaa hapo. Nikakuta mchungaji anaomba, mzee wa miaka mingi. Nikamwambia mimi ni mtumishi. Nimekuja kutafuta Mungu mlimani
na tulia hapa kidogo ndio asubuhi niende, maana ni usiku. Bwana apewe sifa. Na mara moja Mungu akampea ujumbe, akaniuliza, na huyu mtu uliombea hivyo tumuombee tena, maana iko hivyo tu. Bwana asifiwe. Kaniambia sasa hiyo maombi imefika na Mungu amekasirika sana. Kwa hivyo maisha yake sasa mambo ni mbaya. Nikamwambia mimi sikuomba akufe, niliomba tu Mungu anipiganie vile Zaburi nasema anirinde na maadui. Hiyo maombi imefika na kuambia ukweli mtumishi. Umeshawahi kuniona mahali? Kumwambia hatujawahi kuonana, lakini Roho Mtakatifu ametukutanisha. Bwana apewe sifa. Tukaomba hapo. Tukiendelea kuongea hapo, nikaona mara moja mtu wa tatu amejiunga na sisi pap. Na hata ukiwa wewe ni shujaa, uwezi mama hivi muangaliane, maana anang'ara. Hata hii taa haina mwangaza hii. Akasema mara moja, msiogope, maana mimi niko pamoja nanyi. Akataja mpaka majina yangu. Nikaona sasa nitakufa anytime. Sijawahi kuona namna hii. Niliomba nikimaanisha. Nilienda hapa kwa roho moja. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu inuliwe. Niliona nilitumwa na Roho niiche nimuongeleze na nimuombea ili apate kuishi. Mnielewe vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo singeonekaniwa kama sio vile kujitolea kwa maombi, pia na kumtolea Mungu ili anilinde mimi pamoja na nyumba yangu. Hatutoangi kwa sababu tuko nazo, tunatoa kwa sababu ni amri ya Mungu. Bwana asifiwe. Hatutoangi kwa sababu tuko nazo. Tunatoa ile kidogo tuko nayo, tusapoti wengine, maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Ndio maana Daudi hakushindwa. Ndio maana Sulemani hakushindwa. Ndio maana Ayubu hakushindwa. Ndio maana Penina hakumshinda Hana. Bwana asifiwe. Wewe ulisoma maandiko kaona Hana alibarikiwa bure? Alibarikiwa bure? Alipewa sadaka na nani? Bwana asifiwe. Alipewa na mume wake kuhani Elikana. Bwana asifiwe. Na yeye akaiombea kwa uchungu na kwa imani ili aibu imuondokee. Ili aibu. Kuna kipindi inatakikana usiombe vile unaombanga. Mimi niliwaambia nitaenda kufunga siku 2, nirudi niwaombee. Na nimefanya hivyo na machipu niko naye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kipindi uwezi omba kawaida. Kuna kipindi kingine hata Yesu alifunga, maana alijua kuna vita kali mbele yake na hawezi akashinda bila maombi ya kifungo. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ndio maana Sulemani akaambiwa, nenda uwaambie wakigeuka na mimi nitageuka. So wakati ule umeamini, ni rahisi Mungu kutembea na wewe. Ni rahisi Mungu kubadilisha maisha yako. Ni rahisi Mungu kukuinua. Paka maadui wanaomba kuona hivi, wanasema hakika Mungu amemtendea. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Itategemea na msingi. Kama una yumba hujatangaza msimamo vizuri, kuonekaniwe ni ngumu. Pengine uonekaniwe na ule mzee Saitani. Yeye anaonekananga haraka, maana ni mdanganyifu. Lakini unapomimina roho yako kwa Mungu na umwambie ya kwamba naishi katika dunia ya mateso, dunia ya mambo machafu, dunia ya mambo mengi yasiyoeleweka, najua bila wewe siwezi chochote. Umwambie Bwana, ninaomba utembee na mimi na unifundishe sheria zako na amri zako, na siku zote nienende jinsi upendavyo. Umuombe ukimaanisha, hakika lazima utamuona. Bwana apewe sifa. Usione kama umefika mwisho. Hata kama watakunenea nini, hata kama wataleta vita gani, kuna vita vingine vinakuja ili Mungu apime imani yako. Bwana apewe sifa. Na unapoona kuna vita mingi inakuja, usikate tamaa mbele ya hiyo vita,
Mungu amekuandalia mema. Maana maandiko inasema hakuna yule, hata ukisoma maandiko, hakuna yule aliyepata baraka rahisi. Hakuna. Hata Paulo na Sila walipigwa vita. Stefano alikatwa kichwa. Ukiona Ayubu aliyapitia, Mesaki, Shadraka na Abednego walipitia ndani ya moto. Mungu akatuma malaika 4 ili wale wa maadui wapate kuamini. Walio wa Mungu, Mungu anawapigania. Bwana apewe sifa. Na wewe Mungu akupiganie. Kwa ndoa Mungu akupiganie. Wale wamekatalia Biblia, Mungu awapiganie na watae huko katika jina la Yesu. Haleluya. Tupie Yesu makofi. Bwana inuliwe. Huko nimetuma roho watoe huko katika jina la Yesu. Ndoa kuharibika, paipu. Chapo kuungua, paipu. Kwingine hata mafuta itosi, na inaiva vizuri. Wewe uone uko kwa hatari. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Wengine kuanza kuona kama nabii ni mbaya, paipu. Kwa nini hukuona hivyo wakati ulibarikiwa ukiwa njanga? Umeona pipeline. Sio ni roho mbaya. Mungu akusaidie. Mungu akutoe huko. Mungu akuinue wewe uliyebarikiwa. Abrahamu akaambiwa toka, nitakutuma mahali utabarikiwa. Hakufanya moyo mgumu. Alitoka na akaenda. Kuna watu utakutana nao na watakufanya uonekane mtu. Watabadilisha maisha yako. Si lazima awe ndugu yako. Si lazima awe anti yako. Si lazima awe ango yako. Mungu atatumana. Mwambie mwenzako Mungu atatumana. Mwambie tena Mungu atatumana. Mwambie tena Mungu atatumana. Mwambie tena Mungu atatumana. Vile alitumana Sulemani awaambie Waisraeli, na wewe ubarikiwe. Mwambie na wewe ubarikiwe. Mungu akuinue katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ukisoma vile Sulemani alijitolea, alimaanisha kujitolea, na akasema Mungu aonekane, na Mungu atakase hii nyumba iwe ya baraka, na Mungu aonekane kwa sababu yeye ni Mungu. Na ukweli na hakika Mungu Baba alionekana. Bwana apewe sifa. Mungu Baba alionekana na akatenda mambo makubwa. Jina lake likainuliwa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe Mungu akuonekanie. Hiyo aibu ndogo ndogo Mungu aondoe katika jina la Yesu. Akufanya uonekane, akufanya uwe imara. Kwa biashara usitingizwe, kwa ofisi usitingizwe, kwa wokovu usitingizwe. Mungu akulinde. Haleluya. Bwana apewe sifa. Alimwambia kama utageuka, nitafanya kiti chako kiwe imara. Unajua hata hii kanisa iko imara. Na mimi Mungu amenifanya niko imara. Amen. Mnaonaje? Na wewe Mungu akufanye uwe imara. Bwana asifiwe. Kwa kukutafuta east, Mungu akupeleke south katika jina la Yesu. Kwa kukutana na wewe, Mungu akupe sura nyingine. Wasijue ni wewe. Mnapitana hivi. Rabu akienda huko anauliza, hatukumuona, kumbe mlipitana. Mungu alikupitisha katika jina la Yesu. Bora ulinde sheria na amri za Mungu. Vile maandiko imesema, kaa mbali na vitina ubarikiwe. Kaa mbali na usherati ubarikiwe. Kaa mbali na uchawi ubarikiwe. Kaa mbali na uganga ubarikiwe. Bwana asifiwe. Akutingizwa kwa sababu msingi ni mzuri. Bwana apewe sifa. Tunataka tuombee hiyo msingi. Wengine waliharibu misingi yao. Ndio maana mambo hayajaenda sawa. Bwana apewe sifa. Tafakari ni wapi uliharibia msingi wako, Mungu akaachana na wewe. Biblia imesema ya kwamba wengine watangalia watasema, mbona Mungu aliwatenda hivi?
hawa watu waliyetembea nao vizuri zamani, ni nini ilifanyika? Makosa gani ilifanyika? Kwa nini Mungu aliwaachilia? Na mistake ni kidogo, inakuanga sio kubwa. Inakuanga kidogo tu. Kitereza tu kidogo. Kupigana na hii madhabahu na imekubariki. Umetangaza vita na utaiweza. Bwana apewe sifa. Yaani maandiko yamesema kwamba Mungu atamfanya awe si kitu. Hataonekana tena na nyumba yake itaharibika, haitasimama. Mwambie mwenzako nyumba yako itasimama. Haitaharibika. Hata kama wameipangia iharibike, haitaharibika. Mungu amesema atasimama na wewe. Mwambie tena, Mungu amesema atasimama na wewe. Wakikuruhusia magonjwa haitakusika. Sasa ukiongea hivi, magonjwa itakusika. Kuwa serious. Bwana asifiwe. Maanisha Bwana inuliwe. Ile kitu amuko aware. Magonjwa mingi siku hizi wachawi wamekuwa digital. Wanairusa hivi. Ndi ikutese. Bwana apewe sifa. Lakini wewe uliyechagua Mungu na kukaa ndani yake, Mungu ndiye atakulinda. Mungu ndiye atakufunika na damu yake. Mungu ndiye atakusika mkono. Yale mabaya wanayokupangia haitakufikia katika jina la Yesu. Bwana inuliwe. Tupie Yesu makofi. Maandiko imesema kama watageuka. Mwambie mwenzako ukipata kazi kubwa usigeuke. Ukiongezwa mshahara usigeuke. Mwambie ukiwa mdosi usigeuke. Ukipata shamba kubwa usigeuke. Watoto wakipita mtihani usigeuke. Ukijazwa roho usigeuke. Zaidi ya yote muogope Mungu. Amen. Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Yeye alionekaniwa kwa sababu aliamua jambo moja. Lazima awe mbali na mambo ya dunia, ili Bwana akubali kutembea pamoja na yeye. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka nikuombee Mungu atembee na wewe, ili na wewe ujue kukaa ndani yake. Ukae mbali na wale ambao wanapanga maovu. Bwana Yesu ainuliwe. Ukae mbali na wale wanaopanga maovu. Ndio Bwana atembee na wewe. Maana Mungu hapendi mahali kuna vitina na mambo mengi yasiyofaa. Mahali kuna mambo machafu, Mungu hapendezwi. Mahali kuna wale wako na roho ya kupigana na watumishi, Mungu hapendezwi. Lakini kama utanyenyekea na kusema Bwana uniongoze, kama vile uliongoza Daudi, kama vile uliongoza Suleiman, na mimi uniongoze, nisije nikaangalia duniani, nikaacha kuangalia wokovu wako. Mungu unisaidie. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako ukibarikiwa ukumbuke familia yako. Mwambie mpaka mara ya 3. Hiyo ni mara 3 kweli? Mumepitiza. Bwana asifiwe. Roho amesema nyinyi mumeenda, hiyo mumefunja mipaka. Bwana apewe sifa. Haya tuanze tena. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yamesema kila apitaye karibu na mahali boma yako iko, atasema kule Mungu aliwaacha. Maandiko yamesema. Lakini kama utakaa kwa sheria na amri za Bwana, kila apitaye atasema unaona ile nyumba, hao ni watumishi wa Mungu. Hao ni wabarikiwa, maana Mungu amewabariki. Bwana apewe sifa. Mimi niliomba na nikafunga siku 2.
Vile niliwaambia Roho alimpa amri ili niombe mfunguliwe mfanye maendeleo, ili niombe mfunguliwe baraka ikuche msaidie familia. Hiyo ni Mungu amenipa. Bwana apewe sifa. Na katika hiyo hali Bwana asifiwe. Usio wewe ni mzee na mimi nimejitaabisa, nimeuliza Mungu, nimeomba Mungu akupe baraka. Alafu tena nikute wewe ndio umekuwa kama unasaidia serikali, unalipa nyumba mkuru kwa njenga, unalipa gasi mkuru kwa njenga, tena unalipa uko pipeline na tumekataa, tena unaenda paka Mlolongo, unalipa kila mahali, unapigia paka uko na namba za boda boda sijui 7, na mwambia peleka mtungi ya gasi munitumie baby. Utakufa maskini bwana. Bwana asifiwe. Na siku ile kasi itaisha, utaona namba zote asiingi mtecha wa nambari. Maana kisima kilikauka. Bwana asifiwe wase. Wase wamemua mikono kweli? Haya wase. Uliza mzee mwenzako unalipa nyumba wapi? Unajua hapa nimerudi katika roho. Msinilaumu. Ni roho. Unalipa wapi? Unalipa wapi na wapi? Tunajua unasomesa watoto wawili. Kwa nini naona 6? Nisimwambia nimerudi kwa roho. Tunajua uko na wawili watatu, why 6? Sukuru visi watoto 6. Au wengine wako wapi? Uliza mzee unaonaje? Bwana mmekaribiana na wazee ulizana hiyo maswali. Leo ndaomba sinema itaongezeka. Bwana asifiwe. Niliambiwa niwaombe Mungu baraka tele sikuche. Lakini sitaki nyumba ilipwe kule. Ilipwe kule. Ngine ni 7,000. Ngine ni 4. Kwa njanga 25. Mitungi iko ingine ni ile mrefu. Kingine ni kale kadogo. Utasikwa na presa. Tunataka tuombe tusaidie sisi pia serikali wasitumie madawa mingi ya presa na sukari. Sio kama imetolewa ya chumvi. Usijilete shida nyingine ambao Mungu hakutaka uwe nayo. Bwana asifiwe. Hapa si ni poa? Haleluya. Hapo. Hiyo iko sawa. Lipa nyumba moja uondolee stress. Muombe Mungu. Ni wangapi wananiahidi watalipa moja? Mzee, hapa iko hatari. Kama umekaa karibu na mzee na kama anainua mkono. Ni wangapi wanaahidi hapa nyumba kulipa ni mo? Nataka nione kwa mkono. Tunaweka agano ya wazee. Wazee Mungu awasaidie. Mulipanga moja hiyo. Mungu awabariki sana. Mulipe moja katika jina la Yesu. Ndio mbarikiwe muwe na pesa. Mumalize vizuri. Sipigie makofi. Na wale mama wengine mwambie wazee wakuje. Hapa ni kuzuri. Ndio ujumbe watapata hapa. Wakikaa nyumbani ujumbe itapatikana wapi? Bwana asifiwe. Hiyo ujumbe si iko poa? Hiyo iko mzuri. Kwa hivyo alibarikiwa kwa kuenda katika sheria za Mungu kulipa nyumba moja. Kukaa kwa nyumba moja. Bwana akamuinua na wewe uinuliwe. Na wewe ubarikiwe. Mungu akuongezee neema na baraka na ukae mbali na dhambi katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Biblia inasema katika kitabu cha Methali, mtu akiwa na pesa anakuwa na marafiki wengi. Huyo ni wa dunia. Lakini yule anayemcha Mungu akiwa na mali, number 1 anakumbuka Mungu. Number 2
anaangalia familia. Watoto wanasoma shule nzuri. Sile zinapigiwa paka chips huko kwa shule. Anakula chips ndani ya shule na smoky ndani ya shule. Mahali unalipa fees vizuri. Mnaonaje? Mtoto anafurahi na Yesu anainuliwa. Bwana asifiwe. Nataka niombe Mungu awasaidie. Na mahali umeanguka, Mungu akusamee. Uanze mwanzo mpya na Mungu akutangulie, na ukumbuke ujumbe huu, usije ukaregret. Na yule mama unakaa na mama mwingine maskini kule nyumbani ama kule kwa broti, usimuchongoe. Maana kesho Mungu atamuinua. Ukipita karibu na yeye, usimudharau. Hata kama hajatengeneza nywele vizuri, angetengeneza kushinda hiyo yako, ni vile hana do. Umheshimu. Kwa sababu siku Mungu atamuinua, atakuacha kwa hiyo broti, ataenda kwingine na atakuacha hapo. Kwa sababu umemuonyesha madharau. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ujiheshimu, uwe na hekima, uwe na upendo na watu wote, na uwe mtu wa kusaidia, na utoe fungu madhabahu ya Mungu iwe na nguvu. Roho anasema. Bwana asifiwe. Na wale wanafunzi wako hapa waende shule, na wetu wako shule, latest waende shule Tuesday. Nani anasema waende? Haya, wapi pesa? Nimeambiwa ni upili hivyo leo. Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Nipe hiyo kiti. Hii. Niletee hapa. Niletee sahani. Hapa. Niwaonyeshe. Nimeambiwa ni upili hivi. Kwanza wala hawapende kutoa, wakuja wanisalimie. Mzee unachelewa. Bwana asifiwe. Tunawaonyesha vile baraka zinatafutwa. Mimi na mke wangu 2020. Amen. Wataenda shule latest Tuesday. Wanachelewa na masomo. Ama mnafikiria wako hapa? Wako hapa. Amen. Mimi nataka nibarikiwe na nyumba yangu. Bwana apewe sifa. Ukiwa na 500, ukiwa na 200 na 100, leta uweka hapa. Useme kama sina na familia ametoa 20,000, mimi nitatoa nini? Wewe toa hata 100. 1,000 kama unayo wewe toa. Na utabarikiwa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Amusemi amen. Amusemi amen. Amusemi amen. Na mjue tutahesabu hii pesa. Amen. Na mjue tutahesabu. Watoto waende shule. Si wetu wako shule? Child support program. Imeanza hivi sasa. Makofi. Amen. 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 Watoto waende wasome katika jina la Yesu. Watoto situseme vizuri wasome. Watoto waende wasome katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Mwarakise kidogo hiyo neema staki iondoke. Na mimi nataka mafuta kubwa 2. Ile nilikuwa nayo kidogo nimeombea imeisha. Yaani mimi ninunue mafuta. Mimi tena sina niombe. Wewe, leta mafuta. Mimi nataka mnifanyie kazi rahisi. Kazi yangu mimi nataka kuomba tu leo. Nataka mafuta. Mimi nataka mafuta. Mafuta 2 ama 3 hiyo maduongi hiyo kubwa.
Bwana apewe sifa. Wale mmetolea wanafunzi, Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awaongezee, awachalie neema na baraka. Na wale wanaona programu hii pia wasapoti hao watoto katika jina la Yesu. Pia wasapoti watoto katika jina la Yesu. Wale wanafunzi wako hapa wanasoma boarding school na waende shule kwa sababu ya fee. Sasa wakuje hapa. Wakuje hapa. Wakuje hapa. Kama wako hii pesa tutahesabu yeye kufanya kazi ya kanisa. Watu wa hesabu wako wapi? Nataka kujua hii pesa ni ngapi. Watoto waende shule. Watoto waende shule. Kwani wako nje na tunachanga pesa? Bwana apewe sifa. Niko rasika kitabu. Chaki umesema uandikiwe kwa M-Pesa pesa ngapi? Chaki M-Pesa. Amesema? 10,000. Makofi. Amen. Mungu atakupa kama hiyo mara 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi wako wapi? Ama pesa ilipatikana wameenda shule? Pengine walienda shule. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nimeona, unajua nilipigiwa simu kutoka shule. Na nikaomba Mungu alete pesa. Pesa imekuja. Hii maombi ni mzuri. Pesa imekuja. Yaani watoto wakaa nje hapa. Wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa imebaki mafuta. Nataka muone vile mtapokea baraka. Mambo ni mzuri. Hii injili iko tofauti kidogo leo. Na Mungu wa mbinguni awabariki, awaondolee matatizo na taabu na magonjwa na awainue katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi nataka wanafunzi. Huyu ni mmoja. Kuja hapa. Mpe mic. Kuja usimame hapa. Papa. Sema kwa nini hujaenda shule? Leta mic. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sijaenda shule kwa sababu ya school fees. Ongea kwa sauti. Sijaenda shule kwa sababu ya school fees. Uliambiwa ni ngapi inatakikana? Ujui? Haya. Mama anajua. Haya. Mama ako wapi? School fees pesa ngapi? Na siku ngapi umejaenda shule? Haya, sema. Pesa ngapi unadaiwa shule? Asifiwe Yesu. Amen. 45,000. 45,000. Haya, hiyo itapatikana tu. Tupi Yesu makofi. Amen. Haya. Wapi mwenzako? Nataka mnakuwa hapa kiendelea. Ndio kazi inakuwa rahisi. Nafaa kinyanza bwana. Ongea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tuliweza kufukuza shule kwa sababu ya school fees. Na mmekaa nje muda gani? Tumekaa wiki 2. Wiki 2. Na unaona wanasoma shule kubwa sana. Wiki 2 wataenda wafikie wengine saa ngapi? Mko grade? Mnaona sasa tena. Grade 9. Wanaenda kufanya mtihani na wako hapa. Mnaonaje? Bwana asifiwe. Mungu awabariki, Mungu afungue njia na mtaenda mtasoma. Na nimeomba hata wale wanaona hii program kutoka kila mahali support ya watoto. Namba yangu iko hapo kwa screen. Na unajua sasa sitapea hawa sasa pesa. Mimi nataka by Sunday watuletee hapa
risiti ya shule yenye ndatuma pesa, niko na tiri ya hiyo shule. Amen. Amen. Wewe yako ni ngapi? Wamesema 45,000, yako ni ngapi? 45. Oh, kwa pesa hiyo ni 90,000. Lakini tutapata tu. Yesu anaweza, makofi. Amen. Unataka kuwa nani siku za usoni? Usiseme pastor, wanasemanga pastor hawana pesa. Nataka kuwa journalism. Journalism. Na wewe? Engineer. Engineer. Piga magoti hapa. Aya, yule murogi mwenye atagusa watoto atajua ajui. Hakuna kulemewa tena. Hakuna kukaa nje tena. Amen. Mungu afungue njia kutoka dunia yote. Msilemewe tena. Msome kwa bidii. Leta hizi mic. Na kushukuru Mungu Baba wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Uchae neema na uchae huruma. Ile pepe iliyozuia wanafunzi wasipate Baba. Mungu Baba, hiyo bebo iondolewe. Wasasi wao wasilemewe tena. Kristo Yesu uonekane. Utende mema kwa sababu wewe ni mwema. Uguse wenye mioyo safi. Uwafungue Baba. Uwafungue Kristo. Wawasaidia Baba. Wasome na waende mbali. Katika jina la Yesu. Najua wewe ni Mungu uliye mwaminifu na utatenda katika jina la Yesu. Bori tarabosika Yesu rebagan tarabosaya. Bori tasai darekairadi. Mungu mwenye rehema. Na watakasa Baba na kuwamwagia hii mafuta ya baraka. Ili kuanzia leo njia zao zote zifunguliwe katika jina la Yesu. Uwafungulie milango ya baraka katika jina la Yesu. Kuanzia leo baraka ya masomo ifunguliwe katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Mubarikiwe sana na musome muende mbali. Tupe Yesu makofi. Amen. Tuamini. Baba, katika jina la Yesu. Kwa sababu yeye ni Mungu, mfalme mkuu, Mungu letaye amani, Mungu utendaye makubwa. Takasa dada huyu, mwili wake, roho na mawazo. Vita ya machiri inayosumbua maisha yake, muondolee sasa na milele. Amina. Hiyo roho inasuia asibarikiwe, naomba umuondolee katika jina la Yesu. Muondolee katika jina la Yesu. Muondolee. Takasa mwili wake, roho na mawazo. Bori tarabosika Yesu rebagan tarabosaya. Kila wewe napigana naye muondolee sasa na milele. Amina. Mfungue katika jina la Yesu. Tuseme sote afunguliwe. Tuseme tena afunguliwe. Tuseme tena wafunguliwe. Vita na magonjwa iondolewe. Kristo Yesu utawale. Uondoe magonjwa na vita ya Shetani. Utawale maisha yao kwa sababu yeye ni Mungu. Nimeomba uponyaji. Nimeomba uponyaji. Nimeomba uponyaji. Sema majini ishindwe. Sema tena na tena. Sema tena na tena. Majini ishindwe. Vita ya Shetani ishindwe. Majini yote ishindwe. Kisirani ishindwe. Aya, mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Ndio, mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Kila ufalme wa Shetani ubomolewe. Ubomolewe. Sema zote ubomolewe. Ubomolewe. Sema tena. Sema tena. Roho ya uchawi, roho ya uwanga na hiyo pepa ile ya nyoka tumeiondoa. Sema tumeiondoa. Wengine wasimame, wengine wasimame. Iondolewe. Vita ndio hiyo. Vita ndio hiyo sasa. Vita ndio hiyo. Vita ndio hiyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Nimeamuru kazi yako ya giza haina mamlaka katika jina la Yesu. Mungu amesema abarikiwe. Hiyo roho ya magonjwa iondolewe. Hiyo magonjwa mlioweka kwake iondolewe. Tuseme sote roho ya magonjwa iondolewe.
iondolewe, iondolewe, iondolewe. Hiyo roho inayepigana naye, roho ya uchawi, roho ya uganga, iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu. Nimetuma moto wa Yesu mpaka kwa hiyo nyoka yako, mpaka kwa hiyo nyoka yako, mpaka kwa hiyo nyoka ikufe katika jina la Yesu. Ikufe beba ina ya nyoka, ndio beba ina ya nyoka, iangamie, iangamie, iangamie nyoka. Moto wa Yesu kwa hiyo nyoka yako, moto. Sema tena fire, sema tena fire, fire katika jina la Yesu, fire. Aya, sema unaitwa nani? Hebu msongeze hapa, msongeze hapa. Baba, katika jina la Yesu, ondoa utatanisi kwa msichana huyu. Kila roho inapigana na masomo yake muondolee katika jina la Yesu, muondolee. Roho utatanisi muondolee, vita Shetani muondolee, pipa ina ya chini muondolee. Takasa mwili wake, roho na mawazo. Yes, Mungu mwenye rehema, takasa mwili wake, takasa roho yake. Bori tarabosaya, roho utatanisi muondolee. Kila roho inapinga masomo yake iondolewe milele. Nimemtakasa katika jina la Yesu, afunguliwe, afunguliwe na kila utatanisi na vita ya Shetani uondoe kwake milele na milele. Apokee neema mpya katika jina la Yesu. Nimemtakasa dada huyu katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote na baraka zake uliposika ibilisi au na mamlaka, ajiria katika jina la Yesu, ajiria, ajiria haraka, ajiria katika jina la Yesu, ajiria baraka zake, ajiria haraka. Umesikiria nini? Ongea haraka. Umesikiria nini? Umesikiria nini? Nimeita moto. Sema kwa moto. Ndio hiyo. Chomeka kila mahali katika jina la Yesu. Chomeka, chomeka, afanikiwe, isa iondolewe. Hiyo uchawi yako tumeiondoa. Tumeondoa uchawi wa Shetani. Tumeondoa hiyo uchawi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Kazi yako imeisha. Kazi yako imeisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magonjwa haina mamlaka juu ya maisha yake. Nimemfungua. Nimemfungua. Enda na usirudi tena. Achilia baraka zake. Umesuia nini? Hiyo madhabahu ulichanga kwake, nimeibomoa katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu yote nimeibomoa katika jina la Yesu. Hauna mamlaka juu ya maisha yake. Hiyo madhabahu yote ya giza nimeisambaratisha na kuibomoa katika jina la Yesu. Muachilie na uende na usirudi tena. Ulichanga nini juu yake? Ulichanga nini? Ulichanga nini juu yake? Kwa tumbo kuna nyoka. Hiyo nyoka inasuia nini? Hiyo nyoka inasuia nini? Asiwahi fanikiwa. Wewe ni nani uliyetuma nyoka kwa tumbo yake? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe pamoja na nyoka yako mumeisa. Mumeisa. Mumeisa katika jina la Yesu. Mumeisa. Mumeisa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe na nyoka yako umeisa. Umeisa katika jina la Yesu. Umeisa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amefunguliwa. 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 Amefunguliwa katika jina la Yesu. Afanikiwe. Na hiyo nyoka yako imekufa katika jina la Yesu. Amen. 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 Tupie Yesu makofi. Amen.
alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu aliumia. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Mbinguni na viumbe vyote vilinyamaza kwa huzuni, vikitazama tendo hilo lenye kusikitisha. Mbinguni na viumbe vyote vilinyamaza kwa huzuni, vikitazama tendo hilo lenye kusikitisha. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Katika upendo wake Mwokozi alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu ili tuokolewe. Katika upendo wake Mwokozi alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu ili tuokolewe. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Mwokozi wangu wa rehema, unikumbuke nami Bwana, katika ufalme wako utakapokuja. Kuna kiwanda kimoja kiteule cha kusimama watu wote, kilichopewa kwa kila mwanadamu, tulichopewa na Mungu. Kuna kiwanda kimoja kiteule cha kusimama watu wote, kilichopewa kwa kila mwanadamu, tulichopewa na Mungu. Wengine watafukuzwa, ondoka uende
wakifanya kazi ya bure, watakimbia huku na huko pia, wakisaga meno yao. Wengine wanafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi zako na talanta ulizopewa ulizika chini wewe. Wengine wanafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi zako na talanta ulizopewa ulizika chini wewe.
tutaketi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Tutaketi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Immortal.